waheshimiwa mapadre, waheshimiwa watawa, wapendwa familia yote ya Mungu, kwa namna ya pekee makatekista, hasa wale ambao wanathibitishwa na kutumwa rasmi leo. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu mwaka mtakatifu 2025. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa namna ya pekee kwa ajili ya ndugu zetu makatekista ambao leo wanathibitishwa na kutumwa rasmi katika utume wa katekesi, kama tulivyoelezwa katika utangulizi wa adhimisho la ibada ya misa takatifu. Basi tunapowatuma makatekista hawa, tunaalika wasindikizwe na tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, ili liende likawe ni nuru na taa katika utume wao. Katika Injili tuliyoisoma, Yesu anamwambia Simoni Petro, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Petro alikuwa akivua samaki. Sasa Yesu anamwambia kwamba kuanzia leo hutavua tena samaki, utakuwa ukivua watu. Nanyi makatekista, tumsifu Yesu Kristo. Nanyi makatekista, maneno haya ni kama yanarudiwa masikioni mwenu leo, kwamba kuanzia sasa mnatumwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwenda kuvua watu. Katika historia ya kanisa limekuwa likitumia picha ya samaki kuwakilisha wafuasi wa Yesu. Wakati kanisa lilipokuwa linaanza kuenea, wakati ule wa mateso ya Wakristo walipokuwa wanasali mafichoni, ukitaka kutambua kwamba kwenye eneo hili kuna wafuasi wa Kristo, walikuwa wanachora hapo picha ya samaki. Kwa hiyo kama ni Mkristo, ukienda ukiona mahali pameandikwa pamechorwa ni picha ya samaki, unajua kabisa kwamba hapa kuna wafuasi wa Kristo. Unaingia, unaunganika nao, unasali pamoja nao. Na hata neno samaki kwa Kigiriki ikthusi, kirefu chake ni neno linalomaanisha Yesu Kristo, mwana wa Mungu Mwokozi. Kwa hiyo taswira ya samaki imekuwa ni taswira ambayo ina nguvu sana kwa wafuasi wa Kristo wa zile nyakati za mwanzo. Na hapa tunaona pia Yesu anatumia picha hii ya samaki kumaanisha wafuasi, kwamba anapomwambia utakuwa mvuvi wa watu, manake badala ya kuvua samaki utakuwa ukivua watu, manake ni kazi ya kwenda kuwatafuta wafuasi. Kwa na ninyi makatekista mnatumwa kwenda kuvua samaki kwa ajili ya Yesu, kwenda kutafuta wafuasi wa Yesu. Basi kwa kuwa hiyo ndio kazi ambayo mnaenda kuifanya, ni vizuri kuelewa kazi hii inahitaji mambo gani. Kazi ya uvuvi kadiri ya Injili ya leo inahitaji mambo mawili. Jambo la kwanza ni utaalamu, alafu jambo la pili ni sauti ya Yesu. Hawa mitume walikuwa wana utaalamu wa kuvua samaki, na daima wamekuwa wakitumia utaalamu wao kuvua samaki na wamekuwa wakipata samaki. Ila ilifika wakati ambapo ule utaalamu ulifikia katika mipaka yake, hata walipotumia utaalamu wao hawakupata samaki.
Kilichofuata kilikuwa ni kusikiliza sauti ya Yesu. Na sauti ya Yesu katika Injili ya Luka anawaambia, tweka mpaka kilindini. Wanapoisikiliza na kuitii sauti ya Yesu, wanafanikiwa, wanapata samaki. Na sisi pia tutakapoenda katika kazi ya utume, kwenda kuwavua watu, yako mambo mawili. Kitu cha kwanza ni utaalamu. Na ndio maana unapitishwa katika chuo cha katekesi ili upate utaalamu, upate taaluma, ili ukifika utumie taaluma yako kwa ajili ya kumtafutia Yesu wafuasi. Ila taaluma peke yake haitakutosha. Kuna nyakati ambapo utahitaji kusikiliza Yesu anakuambia nini, ili kazi yako iweze kuwa na mafanikio. Kwa kumbe ukienda kwenye kazi ya katekesi, kazi ya kuvua watu, kumtafutia Yesu wafuasi, ukategemea tu hii taaluma ambayo umeipata hapa bila kusikiliza sauti ya Yesu, utaishia kusema kama Petro, kulalamika kama Petro, tumevua usiku kucha, tumetumia utaalamu wetu, sasa mimi ni msomi, mimi nimesomea, inakuja mambo hayaendi kama inavyotakiwa. Utaishia kulalamika, utaishia kunung'unika. Lakini kumbe unaalikwa kumgeukia Yesu na kumsikiliza anakuambia nini. Na maelekezo ya Yesu yafanani. Leo atakwambia hivi, kesho atakwambia vile, kesho kutwa atakwambia vile. Katika Biblia kuna masimulizi mengi ya uvuvi wa samaki. Kuna ile simulizi la kwanza la mwinjili Luka. Hili hapa maelekezo ambayo anapewa, Petro anaambiwa teka mpaka kilindini. Anateka mpaka kilindini, anapata samaki. Kwenye Injili ya Yohana pia kuna kesi ya Yesu kutoa maelekezo ya namna ya kuvua samaki. Kwa Injili ya Yohana, Yesu anawaambia, litupeni jarife upande wa kuume. Wanatupa jarife upande wa kuume, wanapata samaki. Kwenye Injili ya Yohana, kwenye Injili ya Mathayo pia kuna simulizi jingine ambapo Yesu alihitaji kulipa kodi, alidaiwa kodi. Akamtuma Petro, akamwambia nenda baharini, rusha ndoano, samaki atakayetoka wa kwanza mvue, mpasue, ndani yake utapata fedha. Utaenda utalipa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Akafanya vile, akaenda akalipa kodi kwa ajili yake na kwa ajili ya Yesu. Na sisi pia kwenye utume wa katekesi ni hivyo hivyo. Maeneo hayafanani, mazingira hayafanani, changamoto hazifanani. Leo upo katika parokia hii, kesho upo katika taasisi nyingine, kesho upo katika eneo jingine. Leo unafanya kazi na kiongozi huyu, kesho unakutana na kiongozi mwingine, kesho unakutana na mwingine. Leo upo na kundi hili la watoto, kesho upo na kundi jingine. Changamoto hazifanani. Kwa hiyo ukitegemea tu huu utaalamu ambao umeupata kutoka hapa, utaishia kulalamika, utaishia kuishiwa nguvu, na utaona utumwa wa katekesi ni mgumu. Kumbe tunaalikwa kwamba katekista ambaye anatumwa kuwa mvuvi wa watu, kila mara anapaswa kumgeukia Yesu. Zipo changamoto za uchovu, zipo changamoto za kutokueleweka, zipo changamoto za kiuchumi, zipo changamoto mbalimbali. Na uzuri Yesu anatambua changamoto hizo. Na kuna wakati mwingine Yesu anakutafuta, anakupa maelekezo kabla hata hujamuomba. Lakini cha maana uwe connected na yeye, uwe karibu na yeye. Kuna wakati anaweza kukuona kabisa unapitia ni katika changamoto, akakuelekeza, anazungumza na wewe, anakuambia fanya hivi, fanya vile. Je, una nafasi ya kutulia na kusikiliza sauti yake pale anapokupa maelekezo? Kumbe siku ya leo tunapohitimu masomo, au kama tunapoambia tumethibitishwa na sio kuhitimu, tujue bado tuna wajibu wa kuendelea kumsikiliza Yesu, kusikiliza sauti yake, anatuelekeza tufanye nini ama anatutaka tufanye nini. Katika somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume, Yesu pia anawatuma mitume wake. Na kama ambavyo Yesu aliwatuma mitume wake, ndivyo ambavyo anatutuma na sisi. Na maneno anayoyatumia, anawaambia kwamba nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo katekista unaitwa kuwa shahidi wa Yesu.
Mitume walieneza imani si tu kwa njia ya maneno yao, bali pia kwa njia ya damu yao, kwa njia ya sadaka yao, kwa njia ya mateso yao, kwa njia ya uvumilivu wao. Ndiyo maana kuna baba wa kanisa alisema kwamba damu ya mashahidi ni mbegu ya Ukristo. Kumbe katekista leo unaitwa kuwa shahidi wa Yesu. Katekista ni mfiadini wa Yesu. Yuko tayari kutolea maisha yake ili somo la dini, ili elimu ya dini iweze kuendelea. Yuko tayari kujinyima baadhi ya furaha katika maisha, baadhi ya haki zake katika maisha, ili elimu ya dini iweze kwenda mbele. Kumbe katekista, jiandae kwenda kuwa shahidi wa Yesu kwa njia ya maneno yako, kwa njia ya maisha yako, lakini pia kwa njia ya uvumilivu wako. Pengine isikulazimu kumwaga damu kama mitume walivyomwaga damu, lakini pengine ukalazimika kumwaga tu hata machozi. Itakapotokea umekutana na changamoto ambayo inakulazimisha kumwaga machozi, sio ukakaa ukaanza kujuta, ukafikiri kwamba sasa nimepotea njia, labda nilikosea, haya mambo hayaendi. Pengine kwa hayo machozi yako yatakuwa ni sababu ya watu kuokoka, yatakuwa ni mbegu ya Ukristo, kama ambavyo damu ya Wakristo, damu ya mashahidi ilikuwa ni mbegu ya Ukristo. Basi kumbe leo tunapotumwa, tuangalie mitume wakati walipokuwa wanatumwa waliambatana na Yesu, walikuwa karibu na Yesu, na ndio maana utume wao ulifanikiwa. Wema katekista leo tunawaalika muwe karibu na Yesu, na kwa namna pekee katika mwezi wa 10, mwezi wa Rozari, muwe karibu na Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria ndiye anayemdhihirisha Yesu kwetu. Mwanzoni dunia haikuwa inamjua Yesu ni nani, lakini kwa njia Mama Bikira Maria Yesu alizaliwa, akaonekana, akadhihirika kwetu. Lakini hata baada ya kuzaliwa, mitume bado hawakumtambua Yesu ni nani. Mpaka kwenye harusi ya Kana, Mama Bikira Maria alipoelekeza kuisikiliza sauti ya Yesu, na alipoisikia ndipo ambapo Yesu alidhihirika kwao. Kwa kumbe ili Yesu adhihirike kwetu, ili tuweze kusikia sauti yake na kupata wafuasi wengi, tuwe karibu na Mama Bikira Maria. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.